Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti na vile ambavyo mipango yao ilivyokuwa imekaa mwanzoni. Mambo yameonekana kwenda tofauti kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Unafahamu kwamba wapo katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini matumaini yanabakia kuwa machache sana baada ya kile kilichoweza kutokea kule Morocco, baada ya kuweza kupoteza mchezo ule kwa bao moja kwa sifuri. Mambo yanaonekana kuwa magumu kweli kweli kwa upande wa kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Sasa inaelezwa kwamba wamekwenda kufanya maamuzi magumu kweli kweli kwenye kikosi chao. Ni maamuzi gani hayo? Utakwenda kuyajua hapa. Kile ambacho kimeendelea na kinachoendelea kwa sasa utakwenda kujua mwanzo mwisho kitu ambacho kilichopo katika mchezo huu ambao umeweza kutokea huko Morocco, na maamuzi ya klabu ya soka Young Africans yakoje kuanzia sasa. Hayo yote na mengine mengi nimekusogezea hapa katika taarifa hii. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kilichopo katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga baada ya kuweza kupoteza mchezo ambao ulikuwa umebeba matumaini makubwa ya wao kufuzu kuelekea hatua ya robo finali. La, kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili tuendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, klabu ya soka ya Yanga umeweza kushuhudia moja kati ya mechi nzuri ambayo iliweza kuchezwa, lakini kuna makosa baadhi ambayo iliweza kujitokeza kwenye mchezo huo, kitendo ambacho unaweza kusema kwamba ni vile ambavyo kilichoweza kutokea. Unaambiwa Yanga kimsingi sio timu ya kujilinda, ambapo unaweza kusema kwamba ni defensive team. Falsafa yao ya mpira wa kumiliki, kushambulia kwa pasi nyingi na pressure ya juu. Tatizo linaanza pale kocha Pedro anapolazimisha mfumo wa low block ambao hauendani kabisa na DNA ya wachezaji wa Yanga. Matokeo yake timu inajikuta ikifanya makosa mengi ya kujilinda kwa sababu hawajazoea kucheza kwa kurudi nyuma kwa muda mrefu. Kiufundi kocha amechangia sana kuichosha timu, anapunguza kasi ya mchezo hata pale ambapo mazingira yanahitaji Yanga ishambulie kwa ujasiri. Badala ya kusukuma pressure mbele, timu inajifunga, inapoteza mpira kirahisi na kujialika kushambuliwa. Zaidi ya yote, uoga wa kiufundi unaonekana wazi. Pedri anaonekana kucheza kwa tahadhari kupita kiasi hadi kufikia hatua ambayo Yanga anashindwa kutumia maeneo muhimu ya ushambuliaji. Hii inaathiri kisaikolojia ya wachezaji wanacheza kwa hofu ya kufungwa badala ya nia ya kufunga. Kwa upande wa kufuzu, nafasi bado ipo. Yanga inahitaji ushindi wa zaidi ya magoli mawili dhidi ya GS Kabri, huku ikiomba Farabati wapoteze mechi yao. Hali ni ngumu, lakini mpira hauna mantiki ya uhakika. Bado inawezekana kama kutakuwa na ujasiri, kasi na maamuzi sahihi ya kiufundi kwenye mechi ya mwisho ambayo itapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Katika dimba la hapa nazungumzia si wengine bali ni dimba la kule Zanzibar, ambapo ukiweza kuona namna gani ambavyo kile kinachokwenda kutokea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ukiweza kuona namna gani ambavyo kila mmoja akiweza kushuhudia
yale ambayo yanayoendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kuona namna gani ambavyo hali inazidi kuwa ngumu kwelikweli kwa kikosi cha Young Africans. Lakini anaandika Ans Lafel, mchambuzi wa soka, anasema kwamba msimu huu kwenye michuano ya kafu Yanga hawana shida kubwa ya ulinzi. Yanga hawana shida ya kutengeneza nafasi wala hawana shida ya kimbinu, ila shida yao kubwa ni kuweka mpira kambani. Yanga wanakosa sana magoli, utulivu mbele ya lango ni zero, ni ngumu sana kusonga mbele kama utumii vizuri nafasi zako, unaona bana. Ambapo kwenye msimamo wa kundi la Young Africans ni hapa unazungumzia msimamo ambao wako nao kwenye kundi lao ni kwamba GS Kabrindo anashika mkia akiwa na alama 3, huku nafasi ya 3 ikishikiliwa na Young Africans akiwa na alama 5, huku Farabati akiwa na alama 8, huku Al Ahly akiwa na alama 9. Yanga ili afuzu hatua ya robo fainali kwa hesabu ambazo zilizopo, Yanga ili afuzu hatua ya robo fainali wanapaswa kushinda mchezo wao ujao dhidi ya GS Kabylie kwa utofauti mabao kuanzia 2, na huku wakiombea Al Ahly ashinde dhidi ya Farabati. Yanga watakuwa nyumbani huku Farabati akiwa ugenini, ukiweza kushuhudia hilo litakavyokuwa. Kwa hiyo ni kazi kwelikweli, kwa sababu umeanza tayari kuanza kucheza mechi za mtu mwingine, uhakika pia unakuwa si mkubwa, kwa sababu Al Ahly kama akipata sare ya goli lolote, sare ya bao 1-1, basi Young Africans swala la wao kwenda robo finali litakuwa limeweza kuishia hapo na haitowezekana. Lakini ukipiga kimahesabu zaidi ni kwamba pengine yale ambayo yanayokwenda kutokea, inaelezwa kwamba pengine hapa yale ambayo wana Young Africans wanayataka huenda kwa kocha Pedro yakawa ni magumu kweli kweli, na kila mmoja anakwenda kushuhudia namna gani ambavyo hatima ya kocha Pedro huenda ikawa ni ngumu kusalia kwenye kikosi cha Young Africans, kwani matarajio yao ni kwenda kwa kufikia kwenye hatua ya hapa nazungumzia robo finali. Lakini kama imeweza kufikia hapa, pengine kazi yake itakuwa ni ngumu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo kwa sasa kila mmoja anashuhudia ni kipi ambacho kitakachokwenda kutokea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans baada ya hayo. Hapa nazungumzia maamuzi ambayo yatakayokwenda kufanyika chini ya uongozi wa Engineer Hersi kwa ajili ya kuweza kuangalia namna gani ambavyo wataweza kufanikisha hili. Bana, kama maoni yako hapo chini katika upande